Habari hii inatokea jijini Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi naitwa Kurumba Levabas. Wadau wa malezi na maendeleo ya mtoto wamekutana katika kikao cha tathmini ya utekelezaji wa programu jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto kwa kipindi cha Julai hadi Disemba 25 kwa lengo la kujadili mafanikio yaliyopatikana pamoja na changamoto zinazokabili programu hiyo. Akizungumza wakati wa ufunguaji wa kikao hicho, mwakilishi wa mgeni rasmi ndugu Prosper Mushi amesema kwamba serikali inaendelea kuweka msisitizo mkuu katika kuimarisha malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, kwani hatua hiyo ni msingi muhimu wa maendeleo ya mtoto na taifa kwa ujumla. Natambua kwamba kuna kazi mbalimbali ambazo zimekuwa zikitekelezwa katika maeneo yetu ya kazi na halmashauri zimekuwa zikifanya vizuri sana. Pende sana kuwapongeza kwa kazi kubwa inayofanyika, ikiwa ni pamoja na kutoa mafunzo kwa zaidi ya wazazi wadogo karibia 10,000 kwenye halmashauri 5 za Monduli, Jiji, Meru, Arusha DC na Karatu. Lakini pia kuwezesha na kutoa elimu kwa jamii kupitia redio za kijamii kwa kuwezesha wataalamu kufika huko, kurekodi clips za video na kuelimisha na kuweza kuwafikia wananchi wengi zaidi. Lakini pia kumekuwa na shughuli ya kuwajengea uwezo wahudumu wa afya ngazi ya jamii CHW 210 kati ya 600 waliopo, ambapo kumekuwa na msaada mkubwa kuwafikia wananchi wetu katika jamii na kutoa elimu. Tunatambua umuhimu wa hawa wahudumu wa afya ngazi ya jamii, kwamba wenyewe ndio ni kama extended arm, ni mkono wa pili wa mamlaka zetu katika kutoa huduma kwa wananchi. Baadhi ya wadau walioshiriki katika kikao hicho wameeleza kwamba programu hiyo imekuwa na mchango mkubwa katika kuboresha huduma zinazohusisha malezi na makuzi ya watoto, huku wakisisitiza umuhimu wa maendeleo kuelimisha jamii kuhusu wajibu wao katika malezi ya watoto. Naitwa Husna Selungwi, nafanya kazi shirika la SOS Children's Village Tanzania. Mimi ni miongoni mwa wadau ambao leo tumeshiriki kikao hiki cha mkoa kuangalia utekelezaji wa programu ya MAM kwa robo kota hii, ambapo sisi kama SOS tunajivunia na tunafurahi kuwa sehemu ya timu ambayo imekuwa ikitekeleza programu hii ya MAM. Na sisi kama SOS mpango wetu ni kufikia watoto wengi zaidi nchini Tanzania kupitia miradi yetu mbalimbali na shughuli zetu mbalimbali, na tuna lengo la kufikia watoto katika nyanja mbalimbali, ikiwepo katika hizo ECD centers, ikiwepo kupitia program za malezi ambapo tunafanya kazi kwenye vikundi vya malezi, lakini vile vile tuko kwenye mkakati wa kuanzisha community ECDs hapa Ngaramtoni, Arusha, ili kuweza kuona namna gani wafanyabiashara wanapokuwa kwenye biashara zao watoto bado wanaendelea kupata ulinzi, usalama na elimu ya malezi na makuzi katika vituo sahihi. Lakini vile vile tunahakikisha kwamba tunaendelea kufanya kazi na vyombo vya habari ili kuweza kupaza sauti kwa jamii iweze kuelewa nini umuhimu wa malezi hasa kwa watoto wadogo umri wa miaka 0 mpaka miaka 8. Wazazi wote, baba na mama, ndugu na jamaa, washiriki katika kumkuza na kumlinda huyu mtoto. Na yote hayo tunayafanya kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, lakini sana sana serikali, kwa sababu tunajua wao ndio wanatunga sera, sheria na miongozo na ni watekelezaji wakubwa pale miradi inapokuwepo, hata pale miradi ambayo haipo. Kwa hiyo lengo letu ni kuendelea kufanya hizi kazi kwa pamoja, kushirikiana na serikali na kuweza kufikia jamii kwa upana wake zaidi. Majina naitwa Dennis Mgie, ni mratibu wa programu jumuishi ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto mkoa wa Arusha. Leo hii tumekuwa na kikao kazi cha tathmini ya utekelezaji wa programu kwa muda wa miezi 6 kuanzia Julai mpaka Disemba 2025. Na tumekuwa na halmashauri zetu zote 7 hapa, kila moja tukipitia kwa kina taarifa ya utekelezaji katika maeneo yote 5 ya programu. Na moja ya jambo kubwa ambalo tunajivunia kwa sasa kwa mkoa wa Arusha ni utekelezaji wa pamoja ambao umeleta tija kwa sekta zote jumuishi, kwa maana ya sekta zote ambazo zinaguswa na mpango. Tumeweza kuona wameweza kufika waratibu wote wanaosimamia mpango katika ngazi ya halmashauri,
na kila eneo la elimu, afya, lishe, ulinzi wa mtoto pamoja na malezi yenye mwitikio tumeweza kuona namna ambavyo wameshirikiana, lakini pamoja namna ambavyo wameweza kwenda pamoja. Na kama tutakumbuka, kikao kilichopita ilikuwa ni moja ya azimio, na leo tumeweza kuliona kwa vitendo katika utekelezaji. Lakini jambo la pili ambalo tumeweza kuliona ni namna ambavyo halmashauri zimepokea swala zima la kuunda vikundi vya malezi, na sasa mkoa umeweza kufikia vikundi zaidi ya 33 ambavyo vimeweza kuundwa. Hii ni hatua kubwa sana kwetu kama mkoa wa Arusha, kwa sababu tulikuwa tuna vikundi 5 mwaka mmoja uliopita. Kwa hiyo unaweza ukaona programu kwa namna ambavyo imeleta tija. Lakini jambo lingine ni eneo nzima la utoaji wa taarifa kwa kutumia kadi pima yetu ambayo tumeanza kuitumia tu mwaka jana mwishoni, na tunaamini kadiri ambavyo tunaenda tutakuwa tuna taarifa ambazo ziko kisayansi zaidi, ambazo zinatija, ambazo zitatusaidia hata kwenye ngazi zote kuweza kupata taarifa ya utekelezaji kutoka kwenye kila eneo ambalo sisi tunalihitaji. Jina naitwa Abdalla Nyange, ni afisa ustawi wa jamii kiongozi halmashauri ya wilaya Longido. Kama tunavyofahamu, halmashauri ya wilaya Longido ni halmashauri ambayo iko pembezoni ya mkoa wa Arusha. Tuna halmashauri ambazo ziko pembezoni na hizi ambazo ziko katikati ya miji. Hizi halmashauri ambazo ziko pembezoni huwa zinakumbwa na changamoto, kwa sababu mara nyingi huwa zinakuwa ni halmashauri ambazo zinakaliwa na kabila moja, na kabila ambalo linakaa kule ni la Wamasai. Kwa hiyo zaidi ya 95% ya wananchi ambao tuko nao kule ni Wamasai. Kwa hiyo tukisema hivyo, unaelewa changamoto ambazo tunakutana nazo, kwamba tunakutana na masuala ya mila na desturi katika malezi na makuzi. Sababu sisi tuko sasa tunatoa elimu ya malezi na makuzi ya awali ya watoto, lakini mifumo ile ya mila na desturi bado inarudisha watoto nyuma kuweza kupata hizo haki zao za msingi, kwa maana ya maeneo ambayo watoto watacheza, haki zao za kucheza na vitu kama hivyo. Lakini pia upatikanaji wa elimu, kwa sababu kama tunavyojua hali ya kina mama kwenda kliniki bado ipo chini, mwamko bado uko chini. Kwa hiyo pamoja na jitihada ambazo tunazichukua, lakini bado mwamko uko chini. Hivyo watoto wanakosa ile fursa, kwa sababu wazazi ambao wanawajibika sasa kuhakikisha wale watoto wanapata hizo fursa za uchevishwaji wa malezi ya awali ya watoto wanakosa, kwa sababu hawaendi kliniki wala hakuna sehemu yote ambayo wanapata hizi elimu ambazo serikali inakusudia kuweza kuwafikia wananchi. Hiyo ni changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo, ambayo inapelekewa na mila na desturi za eneo ambalo sisi tupo. Lakini changamoto ya pili ni ufikikaji wa wadau kwenye eneo letu. Ama eneo letu ya pembezoni, mara nyingi wadau huwa ni kama wana escape, kwa sababu ufikikaji unakuwa ni mgumu. Kwa hiyo unakuta tuna wadau wachache ambao wana moyo wa kuweza kusaidia ile jamii, na mara nyingi unakuta hizo taasisi zinashughulika moja kwa moja na kabila ambalo tunalihudumia. Ndio unakuta tuko nao kama MPDI, ndio tuko nao wanawekeza kwenye ile eneo, lakini pia tuna Convoy of Hope. Hao wadau wawili ndio wadau ambao wanawekeza kwenye maeneo, na ni kwa asilimia chache. Unakuta tuna zaidi ya shule 60 plus, lakini unakuta labda ni shule 5 au 6 ndio zimefikiwa na Convoy of Hope. Lakini MPDI unaweza kukuta wamefikia vitongoji, wanafikia sasa hivi nafika kwenye vitongoji 6 mpaka 7 ambapo wameshaweka. Kikao hicho cha tathmini kinatarajia kutoa mapendekezo yatakayosaidia kuboresha utekelezaji wa programu hiyo katika kipindi kijacho, kwa lengo la kuhakikisha watoto wanapata mawazo bora kwa maisha yao. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas.